Katika Kenya ama kona zote, hakuna wakati watu wataridhika, hata kama ni Kalonzo amekuja kuchagua mtu, ama kama ni nani. Kwa hivyo ni watu wa upinzani. Na mara mingi walikuwa wasema chairperson anja kuchaguliwa, lakini wakati amechaguliwa, wameanja kuleta foronjo na kuleta vitu zile zingine haifai. Kwa hivyo ningeomba wakome na hiyo maneno wanasema, tushikilie huyu ndio tuweze kuona vile atafanya kazi kulingana na ile nafaa. Kwa sababu expectations za watu zilikuwa za kila mtu. Ingata mimi ningeulizwa ningetaka mtu yangu, lakini kulingana na ile mtu amepitishwa njia ile nafaa, tumeona ametangazwa. Kwa hivyo ni sisi tumshikilie. Hiyo mambo ingine ni mambo ya siasa. Na pia nikikumbusha watu, hata katika Biblia wakati wa Yesu Kristo hakuna watu wakuwa wanaaminiana wote. Kulikuwa na wafuasi wa Yesu wale walikuwa wanaongoza walikuwa 12, na huko ndani kunakuwa na wale wazuri na wengine wabaya. Kwa hivyo nataka tuseme tumshikilie, na ninajua atafanya kazi mzuri, na pia rais wetu amefanya kazi kulingana vile anaona inafaa. Umiso yangu ni watengeze makaratasi ya election ama watangaze kulingana na vile inafaa. Ile ningeuliza ni wananchi wasifikirie kupotoshwa na wale wambaye juu ya mtu atakuja pesa nyingi ama atakuja pesa kidogo. Ile kitu nataka kusema, wakati election itatangazwa, tufanye election ya amani, either ni ya MP ama ni ya women rep ama ni MC. Kwa sababu nakumbuka wiki jana tumeona yale mambo yametokea huko katika Nyanza, ati mtu mmoja amekuwa kuna msukasuko ameuawa juu ya mambo ya siasa. Kwa hivyo ningeomba wale watu watakuwa kifanya kampeni na wale watafanywa kampeni ambaye wenye voters waweze kufanya wakati ule, kama ikifika watu waweze kufanya siasa ambaye ni amani, na waweze kuchagua viongozi bila kusema ni wa mrengo huu ama ni wa mrengo huu. Waweze kuchagua viongozi wale wataweza kuwafanyia kazi. Senator